Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa, wapenzi wa Mungu. Siku kama mbili hatukuonana, lakini kulikuwa na vikazi vidogo, basi tukashindwa kuja huku kusoma neno la Mungu kama ilivyokuwa kawaida yetu, lakini hakijaharibika kitu kwa sababu maandiko yapo na tutazidi kujifunza. Sasa leo nimekuja hapa tujifunze jinsi utoaji wa sadaka. Unajua watu wengi wamekuwa wakitoa sadaka kwa kujionyesha. Sasa vile wanapojionyesha wanasema kwamba wanawavutia wengine waweze kutoa sadaka, lakini kumbe sadaka ni siri ya baina wewe na Mungu wako. Sadaka ni siri wewe na Mungu wako, sio kushindana viwango au utoe sadaka fulani akuone kwamba umetoa sadaka kubwa au umetoa sadaka ngapi. Mungu hiyo alituambia hapana, kwa sababu alisema, kuna huu msemo alisema kwamba mkono wa kulia unapotoa hata mkono wa kushoto usijue. Umeona maandiko yalivyokuwa mazuri. Hebu tuangalie Mungu katika vitabu vyake anatuambia nini. Tusome andiko lile, tusome Mathayo 6. Tuone anatuambia, tusome mstari wake wa kwanza mpaka na kuendelea, tuone anatuambiaje maandiko yake. Amen. Itakuwa ya baraka zaidi kama tutasoma ile andiko. Mathayo 6, tunaanzia ule mstari wake wa kwanza, tusome mpaka wa 4. Anatuambia, angalieni msifanye wema wenu machoni pa watu, kusudi mtazamwe na wao, kwa maana mkifanya kama hayo ampati thawabu kwa Baba yenu aliye mbinguni. Umesikia hapo? Usifanye pema watu wakuone. Umeona maandiko yalivyokuwa matamu kutuambia. Haya, ukienda mpaka mstari wa pili, basi wewe utoapo sadaka usipige panda mbele yako kama wanafiki wafanyavyo katika masinagogi na njiani, ili watukuzwe na watu. Usitake mtu akutukuze, subiri Mungu akutukuze. Haya, tukienda namba 3 pale anasema, amini nawaambieni, wamekwisha kupata thawabu yao. Bali wewe utoapo sadaka, hata mkono wako wa kushoto usijue ufanyalo mkono wako wa kuume. Yaani ule mkono wa kushoto unapotoa, basi ule mkono wako wa kuume usijue mkono wa kushoto umefanya nini. Tukienda mstari wake wa 4 pale anasema, sadaka yako iwe kwa siri, na Baba yako aione sirini atakujaza. Kwa hiyo sadaka yako iwe ya siri. Lakini wakati mwingine mnapoenda huko kwenye majumba ya ibada au wapi, utasikia tutoe sadaka 10,000, tutoe sadaka. Unaona? Unamtangazia nani wakati Mungu kashasema sadaka yako iwe ya sirini? Usitoe sadaka machoni pa watu ili uonekane wewe eti unatoa zaidi au wewe unatoa nini. Ndio maana unakumbuka yule mama mjane alienda kutoa sadaka ya moyo kiasi kidogo, lakini pale alionekana yeye ametoa kwa moyo wa dhati kuliko wale walitoa kutokana na utajiri wao na si kwa moyo. Sijui umeelewa hapo? Neno la Mungu tamu. Sasa naona tubarikiwe kwa neno hili, tujifunze jinsi ya kutoa sadaka. Amen. Bye bye.